jambo dogo hilo, jambo kubwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndio maana unaona mpaka leo watu wananyanyua ubingwa, watu wamejipanga, watu wanatoa hela zao, watu wamewekeza hela zao, watu wana focus na kile kitu ambacho wanakifanya. Kwa hiyo ndio maana umeona leo mpaka leo mwisho wa siku yale matunda ambayo walikuwa wameyaweka ndio leo yanatoa majibu. Unasema huwezi kupanda jiwe uvune mchicha. Hakika ni matunda yenu. Ni matunda yetu. Huu msimu ulikuwaje? Kwa sababu kulikuwa kuna zile panda shuka, lakini mwisho wa siku mnakuwa mabingwa. Msimu ulikuwa mgumu kwa kweli. Ukija kuangalia tumepoteza mechi ambazo hakuna mtu aliyokuwa anategemea. Yaani msimu ambao kila mmoja alikuwa amejipanga kwa uwezo wake. Kwa wale walioshuka walikuwa wamejipanga, lakini wamekuta timu ambao zimejipanga zaidi yao, basi wamepata matokeo hayo, ndio wameshuka. Lakini yote kwa yote msimu ulikuwa mgumu sana, na msimu ulikuwa mgumu alafu na maneno. Msimu ulikuwa mgumu na una maneno. Ulikuwa mnasikia? Tunasikia kwa sisi binadamu. Sisi tunasimu. Kwa tunasikia. Kwa lakini yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wa kwanza kugusa hii na kuvaa leo nani? Hii hapa nimegusa mimi, agusi mtu mwingine mpaka akaguse mke wangu. Nilikuwa nataka kwa Mrs. Masalanga. Yaani hii naenda kwa Mrs. Masalanga kwa sababu ya support yake alonipa. Nilisema mwanzo siku moja, mpira una mambo mengi sana. Kama utakuwa akili yako umeweka walwalu, mpira unaweza kukupoteza. Kama kuna mtu ambaye anaweza kukusimamia na kuweza kufanya ukawa feelings zako zio zinawaza mpira, unaweza ukafanya vizuri sana. Lakini nasema familia yangu imekuwa moja ya support kubwa sana kulifikisha mpaka hapa nilipo. Sio jambo dogo. Kuna watu wengine wanapenda wawepo hapa kwenye timu hii, lakini hawajapata nafasi. Bahati iliniangukia mie, lakini wao walikuwa wanipa moyo hivyo. Namshukuru Mungu. Sawa, tumalizie na neno moja kwa Pacome Zouzoua. Ni hali ambayo inaumiza sana. Mimi nilikuwa juu, lakini machozi yamenitoka kwa sababu ukiacha Pacome, fikiria familia yake, anategemea nini? Mpira. Na inatokea hali kama ile ya majeruhi kama vile. Ni jambo ambalo tunatakiwa tumuombee Mwenyezi Mungu, na nyie mtuombee, kwa sababu sio mnatusema tu, mnatakiwa mtuombee kweli, mtuombee serious sana. Mmeona mambo kama hayo, hamna mtu aliyokuja hapa akasema leo Pacome atavunjika au Pacome ataumia. Amekuja kupambania timu, amekuja kupambania familia yake, lakini yote kwa yote anapata ajira. Namwombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kumjalia ili aweze kurudi haraka katika timu. Timu inamhitaji, familia inamhitaji, mashabiki wanamhitaji, na wapenzi wote wa mpira wanamhitaji. Sawa, asante sana baba. Shukrani.